TV Media. Fahamu yaliyojiri tarehe 16 Mei mwaka wa 2025 kwenye uwanja wa mapambano. Wahasi wa Ngomino Twirwaneho pamoja na Red Tabara wamepewa kichapo cha mbwa mwitu huko kwenye kijiji cha Natulonge ndani ya sekta ya Lulenge, ni kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi. Hii ni Amani TV Media. Naamini ya kwamba sijachelewa kuja kukuletea habari za usalama mashariki mwa DRC. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, na kusihi kusubscribe, kukomenti na kushare ndugu yangu, ili endelee kupata habari za uhakika. Tumeamua kusafiri mpaka huku ili tuwe tunakuletea habari za ukweli bwana. Ni vema kuwa unapata taarifa za halali kutoka maeneo mbalimbali kwenye shamba la mapambano. Moja kati ya habari tulionayo ni kuhusiana na vita ambavyo vinaendelea kuripotiwa mashariki mwa DRC. Vita ambavyo vinagonga miaka sasa. Watu wanakufa kama kuku. Na leo tunasafiri mpaka kwenye kijiji kimoja kiitwacho Natulonge. Ni kijiji ambacho kinapatikana kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi ndani ya sekta ya Lulenge. Unapafahamu? Kumeripotiwa na mapambano makali kwenye maeneo hayo ambayo yalihusisha wanamgambo wa Ngomino Twirwaneho pamoja na Red Tabara, washirika wa M23 dhidi ya vikosi vya wazalendo wa Bilozi Bishambuke yake Kamanda Ngoma Mzito. Mpendwa msikilizaji, maeneo ya milima mirefu ya Fizi, Itombwe na Mwenga kulikuwa na shujaa ambaye alijulikana kwa jina la Kibukila Mtetezi. Kwa sasa ni marehemu. Baada ya kifo chake, wahasi hao wa Red Tabara pamoja na Ngomino walitaka kujitukuza haise. Walitaka kudhibiti maeneo yote ya Itombwe, bila kujua baada ya kamanda kufa kuna makamanda wengine. Leo Kamanda Ngoma Mzito anaweka hoi kabisa, hawalali. Wanajuta kubakia maeneo hayo. Wanasema tena bora hata kipindi kile ilikuwa ni afadhali. Kwa sasa ni moto kwenda mbele. Mapambano hayo, kufuatana na duru tulizo nazo, zimetuambia ya kwamba mapambano hayo yamezuka ilikuwa ni katika majira ya alfajiri tarehe 16 Mei mwaka wa 2025 kwenye kijiji cha Natulonge, kipindi ambacho wahasi wa Ngomino Twirwaneho pamoja na Red Tabara walipokuwa wanakwenda kushambulia vijiji mojawapo maeneo hayo. Ndipo walikutana na moto mkali wa wazalendo wa Bilozi Bishambuke. Hawa ni wazalendo shupavu kabisa. Wanaweka doria maeneo hayo. Waliwashambulia magaidi hao wa Ngomino Twirwaneho, kila mmoja akaenda vyake. Wakajuta kuingia mikononi mwa wazalendo wa Bilozi Bishambuke. Engineer Namubamba ni msemaji wa kundi la Bilozi Bishambuke yake Kamanda Ngoma Mzito. Anaeleza namna ambavyo mapigano hayo yalivyokuwa. Asubuhi ya Ijumaa 16 Mei mwaka wa 2025 kwenye kijiji cha Natulonge na hapo na Kishashu, tukiwa kwenye sekta ya Lulenge tarafa la Fizi, ni kwamba kuliripotiwa mapambano makali kati ya wazalendo wa CPLC-FABB, kundi linaloongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Mzito, ambao walikabiliana na jeshi la Rwanda linalounga mkono wasi wa Twirwaneho wakisaidiwa na wasi wa Burundi wa Red Tabara. Mapambano yalianzishwa hapo asubuhi kabisa, wakati ambapo waasi wa Twirwaneho pamoja na washirika wao walitamani kupenya ili kuangamiza raia wa kijiji cha Kabanja, Kitumba, Kinyokwe, Kijombo pamoja na Ngandura. Wazalendo wa Bilozi Bishambuke walipotambua kwamba waasi tayari wana mbinu za kupenya ili kwenda kuangamiza raia, waliingilia kati, kwa sababu wao mission yao kuu ni kuchunga usalama wa raia na mali yao, kulinda nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata senti moja isiweze kubebwa na majirani wabaya ambao ni Rwanda. Vita viliweza kuanzishwa papo hapo na risasi ya rasharasha pamoja na silaha nzito ziliweza kusikika wakati ambapo wazalendo walikabiliana na waasi hao, na waasi waliweza kurudishwa nyuma
kisha wao kupoteza watu wengi sana bwana mtangazaji. Bila shaka bwana mtangazaji, kukumbusha tu ya kwamba majeruhi wa waasi mpaka sasa wanapata matunzo hapo kwenye hospitali ya Minembwe, ukifahamu ya kwamba Minembwe inadhibitiwa na waasi wa M23. Waasi 16 waliweza kuuliwa, ndio maiti ambazo sisi tumeziogota. Majeruhi 26 pia ziliweza kuogotwa. Silaha ndogo ndogo, yani AK-47 za waasi tuliweza kuzichukua. Kwa upande wetu kuna vijana wetu wawili ambao waliweza kufariki na tukiwa na majeruhi watatu bwana mtangazaji. Ni kwamba majeruhi ambao sisi tunayo wanaendelea kupata matunzo nafasi ambapo kwa sasa wanashughulikiwa na waganga ili hali waendeleshe shughuli zao za kulinda usalama wa raia na mali yao. Kifika hapo na Kishashu utaona jinsi waasi walikuwa maiti zilikuwa zinaogotwa kama vile uyoga, kwa sababu vijana wa kundi la Biloze Bishambuke walifanya kazi kabisa kwa faida ya raia na wakawazuia waasi ili kwamba wasiende kuangamiza raia. Waasi walikuwa wanatamani kuelekea kwenye vijiji vya Kabanja, Kinyokwe, Kitumba, Ngandura pamoja na Kijombo, ndipo wazalendo waliweza kuwazuia ili wasiende kuangamiza raia na kupora mali za raia, kuunguza vijiji vya raia huko kwenye vijiji ambavyo vilikuwa vinalengwa. Waasi walitoka hapo kwenye palikuwa kwa Sabuni, kwa sasa wanapatikana nafasi ambapo inaitwa na Muromba, lakini ni sehemu tu ya Rugezi, lakini bado hawajatoka kwenye Rugezi. Yani sisi tuko ngambo moja na wao wanapatikana ngambo nyingine, lakini karibuni wataondolewa. Bwana mtangazaji, sisi wazalendo tunapambana na jeshi la Rwanda kama jinsi ninavyosema, siku nenda siku rudi. Na mnajua namna gani jeshi la Rwanda lina umahiri, namna gani jeshi la Rwanda linapewa misaada na nchi za Ulaya, namna gani wanapewa misaada na nchi za Asia na hata nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Marekani. Lakini sisi hatubabaiki na hilo, kwa kuwa tunajua kama tuna haki ya kutetea udongo wa mababu zetu, tuna haki ya kulinda raia na mali yetu, tuna haki ya kuzuia nchi ya Kongo hata senti moja isiweze kwenda kwa nchi ya Rwanda, ambayo siku nenda inazua mbinu ili kwamba iweze kupata namna ya kupora rasilimali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wito wa raia ni kwamba sisi wazalendo tunaomba raia iweze kutunga mkono, hasa itumainie kwamba pekee ambao wana uwezo wa kuwagomboa, ambao wana uwezo wa kuwalindia usalama, ambao wana uwezo wa kuweza kuzuia nchi yao isiweze kubaguliwa na mali yao isiweze kuporwa ni wazalendo pekee. Kwa upande wa nyanja za juu za tarafa la Fizi, eneo ambamo linamilikiwa na wanajeshi wa Biloze Bishambuke, kundi linaloongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngomandito, raia waendelee kutumainia hilo. Alafu tuseme kwamba mashirika za kihutu ziweze kuwajia na misaada maelfu ya watu ambao kwa sasa wanakadiriwa kuwa 10,000 wanaoishi porini. Wamoja wao wengine wanaishi vibaya, huku wanalala nje kwa sababu ya kukosa nyumba zao ambazo ziliweza kuunguzwa na wasi wa M23 wakishirikiana na jeshi la Rwanda na wakiungwa mkono na wasi wa Burundi wa Areri Tabara. Bwana mtangazaji, nakushukuru bwana mtangazaji kwa kuwa unachangia vilivyo kwa kuweza kupasha raia, milioni ya raia ulimwenguni, yale ambayo yanajiri kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hayo ndo yaliyojiri tarehe 16 Mei mwaka wa 2025 uko kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi. Mambo ni magumu hise. Vita ni pande zote. Wazalendo wanazidi kuimarisha nguvu zao maeneo yote. Na wazalendo wabaya zaidi hawa ambao wanapatikana kwenye milima mirefu ya tarafa la Fizi, kwanza wana hasira kali. Wana hasira na kudhibitiwa kwa maeneo ya Minembwe. Lengo ni moja, kwenda kusambaratisha adui ambaye anadhibiti Minembwe. Ni hatari sana. Ama kweli magaidi wa Ngomino Twirwaneho pamoja na Red Tabara wanapitia muda mgumu kabisa, vilio kila kukicha.
Unaambiwa Fizi kwenye milima mirefu watu hawalali, yani ni mapambano muda wote ule. Licha ya adui kusapotiwa na nchi nyingi, wazalendo wanajiaminia, wanategemea baba yao hali ya juu na nguvu zao binafsi. Wanapambana usiku kucha. Nani hambata shindwa kupiga chensi? Kama unakubali nguvu za wazalendo, basi gonga chensi ndugu yangu. Hakikisha ya kwamba una subscribe na comment, lakini pia kushare kwa kuonesha ya kwamba wewe ni mzalendo wa kweli. Basi sambaza video hii kwa walio wengi zaidi, inaowapatia wengine. Ngoma Mzito anachokifanya maeneo ya nyanda za juu itabaki historia, na ni historia kweli ambayo itabaki. Raia wanajivunia sana Ngoma Mzito na kikosi chake cha Bilozi Bishambuke, maana anajua ya kwamba hawa watakomboa maeneo hayo. Kama raia wanalala maeneo mengine ni kwa sababu ya uwepo wao. Wanafanya kazi kubwa ndugu yangu. Inaumiza sana pale ambako watu wanazungumzia watu hawa vibaya. Wazalendo wanafanya kazi kubwa kwa kutetea udongo wao. Hawataki maadui kuweza kupenyeza kabisa. Na ukiangalia ngome kuu ya wazalendo wanatokea Fizi. Kwanza si uzalendo ulizaliwa Fizi, hivyo kuvamia Fizi ni hatari ese. Wazalendo wa Fizi ni habari nyingine. Sema tu magaidi hawalitambua hilo, lakini wameanza kuona sasa kile ambacho kinawakuta. Wamepewa chamte makuni. Unajua chamte makuni? Naona niishie hapa, wasije wakanishughulikia bure. Asante tu kwa wewe ambaye ulikuwa nami. Tukutane tena katika habari za hapo baadaye. Naendelea kukutafutia habari za uhakika kutokea mashariki mwa DRC ili uendelee kuhabarika ndugu yangu. Hii ni Hamani Media TV. Tunapatikana maeneo yote ulimwenguni ili tukuhabarishe tu na habari za uhakika. Asante kwa muda wako. Hamani TV Media.